Kenya huenda idadi ya punda ikapungua. Watu wengi wanajiuliza, je, huenda idadi ya punda humu nchini ikapungua? Jibu ni ndio, iwapo mienendo ya sasa itaendelea. Idadi ya punda humu nchini imeendelea kupungua kutokana na biashara haramu ya nyama na ngozi ya punda hao hapa nchini na nchini China na mabadiliko ya hali ya anga. Solomon Onyango, ambaye ni mkurugenzi wa shirika la utunzaji punda humu nchini, alisema kuwa mipango inatekelezwa ya kiuratibu sera zitakazotoa adhabu kali zaidi kwa wanaotekeleza biashara ya punda bila leseni. Kwa hizi na habari nyinginezo, huu hapo mkusanyiko wetu wa taarifa za biashara. Kulingana na takwimu za shirika la takwimu nchini, mnamo mwaka 2019 idadi ya punda humu nchini ilikuwa milioni 1.2, ikiwa imepungua kutoka milioni 1.8 mwaka 2009, huu ukiwa ni upungufu wa 50% katika muda wa mwongo mmoja. Idadi hiyo imepungua kutokana na mahitaji ya ngozi katika soko la Kichina baada ya nchi hiyo kupiga marufuku kuchinjwa kwa wanyama hao nchini humo. Wataalamu wa masuala wa wanyama wanasema ipo haja ya kuimarisha uchunguzi katika baadhi ya maeneo ya mashirika na kati mwa nchi ambapo biashara haramu ya punda imeongezeka. Solomon Onyango, ambaye ni mkurugenzi wa shirika la utunzaji punda humu nchini, amesema kuwa nchi hii pia ni mapito ya ngozi haramu ya punda kutoka kwenye nchi za kanda, hii kutokana na sheria hafifu. The challenges we have noted, some of them is either the donkeys are lacking veterinary care because either the professional service providers do not know how to handle the donkey or they are not there. So we want to see how this one can be improved. Kwingineko, wakulima wa mashamba madogo wanatarajia fursa mpya za kibiashara katika soko la mbegu baada ya mahakama kuu kutangaza vipengele vikuu katika sheria ya aina za mbegu na mimea kuwa kinyume cha katiba. Uamuzi huo wa Justice Rhoda Ruto uliondoa adhabu kali zilizoharamisha matumizi ya mbegu ambazo hazijaidhinishwa na kuondoa ada za juu za usajili ya shilingi 75,000 na 10,000 kwa mwaka ambazo wakulima walisema waliwazuia kutekeleza biashara ya uzalishaji mbegu. Watetezi wanaamini kuwa hatua hii itaimarisha ushiriki wao katika sekta ya mabilioni ya pesa ya kilimo humu nchini na kufanikisha masoko kwa mimea asilia inayohimili athari za mabadiliko ya hali ya anga. Kuna varieties 119 za mbegu. Zile za kitambo sisi tunaekaga tu. Ndio maana hata walipeleka hiyo kesi na tunashukuru Mungu imepita. Sasa tutauza. Na hatimaye wadau katika mifumo ya kilimo cha uzalishaji chakula wanahimizwa wawape vijana vifaa na uwezo wa kushiriki katika mifumo hiyo uzalishaji chakula ili kuhakikisha kuna chakula cha kutosha humu nchini na kanda hii kwa jumla. Akizungumza wakati wa mfunguzi wa rasmi wa maonyesho ya mwaka huu ya mifumo ya kilimo cha uzalishaji chakula ya vijana wa kanda hii ya Afrika Mashariki jijini Nairobi, naibu mkurugenzi katika Wizara ya Kilimo Dr. Peter Rangi alisema kuwa upatikanaji wa chakula cha kutosha katika siku za baadaye unategemea kuwapa vijana uwezo barani Afrika kwa kutumia mbinu za kiteknolojia kusalisha chakula. Today's youth are not just beneficiaries. They are not beneficiaries of change, but they are innovators, entrepreneurs, job creators and drivers of climate food systems. So our task actually as we deliberate is to enable them to scale, to connect and thrive. Felix Q. Darubini.